Wapendwa katika Kristo, ningependa kuwasalimu katika jina la Yesu. Hamjambo? Natumai mko wazima. Kwa hivyo kwa majina, naitwa mtumishi Ezra kutoka upande wa county ambayo inaitwa Nakuru, upande wa Kenya. Na tuko na ndugu yangu hapa, atajitambulisha kwa majina. Wapendwa katika Kristo, ningependa kuwasalimu hamjambo. Hatujambo. Kwangu majina ni Cheriot Yegon Harrison kutoka upande wa Nakuru, Kenya. Leo hii tungependa kujadili moja kwa moja kuhusiana na masuala ambayo imekuwa changamoto katika kanisa letu la Kiadventista, ambapo wengi wanajiuliza, je, ukweli ni upi na tunaelekea katika siku za mwisho? Je, Mungu ni nani? Na vitu vingine ambavyo tutaweza kujadiliana hapo mbeleni. Naam. Na kabla ya kuanza, ningependa tuweze kupata ombi na tuamini na tuombe. Mtakatifu Baba uishie milele, ni asubuhi njema ambayo tumeweza kuja miguuni pako. Asante kwa ulinzi na afya njema ambayo tumeweza kutujalia. Bwana, tunakuomba ili uweze kuwa pamoja nasi tunapoingia katika mafundisho haya. Uweze kutuongoza, na wale wote watakaopata ujumbe huu katika dunia kote, uweze kuwajalia, uweze kuongoza na uweze kuwapatia waweze kuelewa. Bwana, nakuomba ili uwepo wako pamoja nasi, uweze kutuongoza hadi tamati. Ni katika jina la Yesu aliye Bwana mkombozi wetu. Amen. Kwa hivyo ningependa tuzungumzie kuhusu swala la mafundisho kuhusu Utatu Mtakatifu. Na kabla ya hayo, ningependa kujiuliza ya kwamba, je, huyu Mungu ni nani? Maana tunapoongelea kuhusu swala la Utatu Mtakatifu, tunazungumzia Mungu, tunazungumzia Yesu Kristo ambaye ni mwana wa Mungu, na pia tunazungumzia Roho Mtakatifu wa Mungu. Kwa hivyo ningependa tujiulize ya kwamba, je, huyu Mungu ni nani? Mwalimu wangu, ningependa tuongoze katika fundisho hilo la swali ni, je, Mungu ni nani? Swali ni, je, Mungu ni nani? Kabla ya mambo yote, ningependa tuweze kuona katika kitabu cha Marko 2 mstari wa 29 inasema nini? Marko 12. Mstari